Umezungumza vizuri sana, hongera. Swali langu mawili madogo. Mpaka sasa hivi mtaani watu wanalalamika sana kutopata maiti zao. Kwa nini hali inakuwa hivyo? Sisi waandishi wa habari tumeathirika pia. Mmoja wa mwandishi wetu mpaka leo hajapatikana na wamezika nguo. Sawa, tumepata matatizo, madhila yametukuta. Kwa nini watu hawapewi maiti zao? Lakini swali la pili, kuna tuhuma na zinazunguka sana kwenye mitandao. Hata ripoti ya TV kwamba kuna kaburi la halaiki. Ukweli ukoje? Kuna kaburi la namna hiyo? Asante mwenyekiti. Asante Taus kwa kuuliza kwa ufupi. Neville Meena. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa uchaguzi tunapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyombo vya habari vya Tanzania hatuna pa kusimama. Tunaonekana watu wa hovyo ambao hatukufanya kazi yoyote wakati wa uchaguzi, na hii ilitokana na behavior ya taasisi za kiserikali kutuminya, kututisha kwa kila ambacho kufanya, na hasa TCRA kutuandikia barua na kukataza hiki na kile na kile. Katika mazingira haya hata serikali haiwezi kupeleka taarifa zake kwenye vyombo vya ndani aminika. Ni nini mkakati wa serikali au ni nini kauli yako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusiana na taasisi zilizoko chini ya serikali kutuingilia katika editorial independence yetu, kataza kufanya kazi yetu ya kitaaluma inavyostahili? Asante Meena, lakini wakati mwingine maneno ili neno kutufanyaje hilo sijalisikia. Twende kwa Zelamula. Abdalla Majura, na uona mkono wako lakini haukuwa kwenye orodha, na kwa hiyo kufanya hivi haigeuki rushwa ya kunani. Asante sana Waziri Mkuu. Jina langu ni Esther Amandus Zelamula kutoka Channel 10. Mheshimiwa Waziri, lakini ufahamu kwamba mimi pia ni Waziri wa Habari na Mawasiliano ngazi wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Tanzania. Maswali madogo mawili tu. Swali la kwanza, misukosuko ya kisiasa ina athari za kiuchumi. Serikali chukua hatua gani za haraka ili kurejesha kujiamini kwa wawekezaji pamoja na wananchi? Na swali la pili dogo, ni ujumbe gani ungependa kuwapatia wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia, uchumi pamoja na umoja wa taifa? Asante. Asante, naomba tuende kwa Salim Kikeke. Kuna kanuni ya kutovunja uaminifu katika ambacho umekitaja mwanzo. Kwa hiyo sasa tukiinua mkono tukasema tuvunje, baadaye tarani. Karibu Salim. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Maswali matatu nadhani madogo sana. Moja, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29. Lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kama ni economic sabotage, na hasa kutoka nje ya nchi, kama kuna watu wamekamatwa tuweze kufahamu waliotoka nje ya nchi. Namba 2, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo au ili risasi za moto. Nataka kuuliza, kulikuwa na ile inaitwa order ya shoot to kill, na kama ilikuwa imetolewa na nani? Na la mwisho, tunasikia sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna vuguvugu lingine la yaliyotokea Oktoba 29 tarehe 9 Disemba. Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante. Asante. Tunakuja kwa Mzee Salim Saidi Salim. Wakati wanaleta, kama una swali ambalo ni very burning uandike. Alafu ukiandika, hata bungeni tunaona kwamba yupo hapa. Na hapa ameshasimama, usio na wasiwasi. Asante. Kwanza Shekabudi ilikuwa nakuta pala. Naomba radhi kwamba leo tena iwe mwisho kwa kutoa ilani. Ilikuwa natekeleza wajibu wangu. Na masuala machache tu. Kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza sana habari ya katiba na sheria. Lakini
utaona hapa kwetu polisi, sheria inasema masaa 48, wanaweka watu kama wanafuga kuku, na ndio maana utaona hata kuna kesi za habeas corpus. Je, ufikiri wakati umefika waziri mkuu kuchukua hatua kwa kila polisi anayefanya hivyo, naye kuwekwa ndani ili akapata naye joto ajiwe, ili wajue shida ya kuweka watu kama kuku ndani? Jingine, mahakama. Nchi yoyote ile ya wenye utawala wa sheria inaheshimu mahakama, la sio hivyo itabidi kila mmoja wa hakimu. Sisi hapa kwa nini maamuzi ya mahakama kama ya mahakama ya Afrika Mashariki, tena tunaona fahari kwetu ya mahakama Afrika kama ya independent candidates, hatuheshimu? Na mwisho ambalo nataka pia nizungumzie ni kwamba katika nchi kauli mbaya ndizo zinajenga chuki, uhasama. Tumesikia hapa tena, wengine wasomi nitawataja, tumesiona tabu, bao la mkono mtu anataka kufunga. Hii inapoteza watu imani katika utawala wa demokrasi. Bashiru tena kwa waandishi wa habari anasema chama tawala kina haki ya kutumia nguvu za dola ili kubakia madarakani. Zanzibar tumesikia kule, ndio nauliza, wewe ulitoa maelezo kwamba kufunga kuiba kura kwa CCM ni halali. Sasa hufikiri serikali kukalia kimya kauli kama hizi bila kulaani, nayo inawafanya wananchi kutokuwa na imani na serikali yao? Asante. Asante sana Mzee Salim. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulisema swali kutoka kwa watu 5.